Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania usiku wa leo. Habari mbaya kwa Rais Samia Suluhu. Sasa Rais Samia Suluhu aingia hatarini baada ya barua kutumwa kwa Rais wa Marekani Donald Trump inayomtaka Samia Suluhu kukamatwa mara moja na kuondolewa madarakani kama alivyofanyiwa Rais wa taifa la Venezuela Nikubaya. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mtazamaji, wimbi la sintofahamu ya kisiasa limetanda nchini Tanzania kwa mara nyingine baada ya kuibuka taarifa kwamba mwanaharakati aliye uhamishoni mtandaoni Mange Kimambi anadaiwa kutuma barua kwa Rais wa Marekani Donald Trump akitaka Rais Samia Suluhu Hassan aondolewe madarakani au hata kukamatwa. Maendeleo hayo yamezua mjadala mkali katika duru za kisiasa, majukwaa ya mitandao ya kijamii na nafasi za mashirika ya kiraia, huku wafuasi na wakosoaji wakitafsiri hatua hiyo kwa njia tofauti. Kulingana na akaunti zinazosambaa mtandaoni, barua hiyo iliyotumwa kwa Donald Trump ya kutaka Samia Suluhu ashikwe inaweka wazi uongozi wa sasa wa Tanzania kama haramu na inashutumu serikali ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, na hivyo inataka jeshi la Marekani ama Rais Donald Trump kuweza kumwondoa kwa lazima Samia Suluhu. Ingawa mawasiliano hayo hayajathibitishwa rasmi na ikulu ya Marekani au Rais Trump mwenyewe, hata hivyo Mange Kimambi ameweza kuchapisha barua hiyo mtandaoni katika mitandao yake ya kijamii. Maudhui yake yamekuwa kitovu cha majadiliano ya kitaifa na kimataifa leo, na hivyo kuongeza shinikizo la kisiasa kwa utawala wa Rais Samia. Kiini cha barua hiyo hatari ni rufaa inayoitaka Marekani na rais wake kuchukua hatua madhubuti dhidi ya uongozi wa Tanzania, ikilinganisha na hatua za Marekani zilizohusishwa hapo awali na jitihada za mabadiliko ya kisiasa nchini Venezuela. Mtazamaji, ujumbe wa Mange Kimambi au barua yake kama unayoitazama kwenye screen yako inaripotiwa kumuonyesha Rais Samia kama kiongozi aliyekataliwa na Watanzania na watu wake, na kudai kwamba uingiliaji kati wa kimataifa utakaribishwa badala ya kupingwa na Watanzania wa kawaida. Hata hivyo, hii ilifananishwa na rais wa Venezuela ambaye pia alikuwa amekataliwa na raia wake. Vile anavyodai Mange Kimambi, Samia Suluhu amekataliwa na raia wa Tanzania. Mawasiliano hayo yanaripotiwa kuangazia matukio ya Oktoba 29, mauaji ya mwaka 2025 yanayodai machafuko makubwa ya kisiasa, kuzimwa kwa mitandao na huduma za umeme, na matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya raia yaliyopelekea vifo. Madai haya ambayo bado hayajathibitishwa na kupingwa vikali na mamlaka za serikali yanawasilishwa kama ushahidi wa kile mwanaharakati Mange Kimambi anachokieleza kuwa ni kuvunjwa kwa demokrasia na utawala wa sheria nchini Tanzania. Katika kutunga rufaa yake kwa Trump, Mange Kimambi anasemekana kusisitiza kuwa suala hilo si la Kiafrika au la kikanda pekee, bali ni la uwajibikaji wa kimaadili duniani. Hadithi hiyo inapendekeza kwamba ukimya kutoka kwa vyombo vya kikanda kama vile Umoja wa Afrika na SADC umewafanya Watanzania wahisi wametelekezwa, jambo ambalo lilimfanya mwanaharakati huyo Mange Kimambi kutafuta uingiliaji kati kutoka kwa watendaji wenye nguvu duniani kama Donald Trump. Kipengele muhimu cha barua iliyoripotiwa ni rufaa yake ya kimkakati kwa maslahi ya Marekani. Inadaiwa inaeleza rasilimali nyingi za asili ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na akiba ya madini na nishati, ikisema kuwa nchi ina umuhimu wa kimkakati na rasilimali unaoendana na masuala ya kiuchumi na kijiografia ya Marekani. Hata hivyo, muundo huu umeongeza mjadala kuhusu kama hatua hiyo ilichochewa na kujali haki za binadamu au ushawishi wa kisiasa uliokokotwa. Wafuasi wa mwanaharakati huyo Mange Kimambi wamemuunga mkono na wamepongeza hatua hiyo kwa ya kijasiri na ya kinguvu, wakieleza kuwa ni jaribio la kutaka kutangaza kimataifa kile wanachokiona kuwa dhuluma ya ndani kutoka kwa serikali yake binafsi. Wafuasi wengi wa upinzani wanahoji kwamba wakati njia za ndani za uwajibikaji zinaonekana kuzuiwa, kukata rufaa kwa mamlaka ya kimataifa Marekani inakuwa njia ya mwisho ya kulazimisha uangalizi na hatua na kumuondoa Samia Suluhu madarakani. Kwa upande mwingine, wakosoaji wameshutumu barua hiyo kwa ya uzembe na hatari. Wanasema kuwa wito wa uingiliaji kati wa kigeni unadhoofisha uhuru wa kitaifa na hatari inayoonyesha Tanzania kama isiyo na utulivu katika jukwaa la kimataifa. Baadhi wameenda mbali zaidi wakimtuhumu mwanaharakati huyo kwa kuvuka mstari kutoka kwa upinzani hadi vitendo vinavyoweza kukaribisha upotoshaji kutoka nje. Wachambuzi wa kisiasa wanaona kuwa bila kujali uhalisi wa barua hiyo au athari yake, ishara pekee ina nguvu.
inaonyesha kuchanganyikiwa kwa kina kati ya sehemu za idadi ya watu na kuangazia jinsi mazingira ya kisiasa ya Tanzania yamekuwa ya mgawanyiko. Ukweli kwamba rufaa kama hiyo inaweza kupata mvuto mtandaoni inaashiria mivutano ambayo haijatatuliwa kati ya serikali na makundi ya mashirika ya kiraia. Kwa Rais Samia Suluhu Hassan, upande wake, mabishano hayo yanaongeza uchunguzi wa kimataifa kuhusu utawala bora, haki za binadamu na uhuru wa kisiasa, wakati utawala wake umekanusha mara kwa mara madai ya unyanyasaji wa watu wengi na kutetea hatua zake kama halali na muhimu kwa utulivu wa kitaifa. Wakosoaji wanasema kuwa mtazamo nje ya nchi unazidi kuwa mgumu zaidi na wa kudhibiti. Hata hivyo, waangalizi wanaonya kwamba hakuna utaratibu wa kisheria au kidiplomasia ambao kupitia kwake rais wa Marekani anaweza kumuondoa au kumkamata rais wa Tanzania aliyeketi madarakani. Hata hivyo, wanakubali kwamba rufaa hizo zinaweza kuathiri maoni ya kimataifa, mijadala ya sera za kigeni na sauti ya ushirikiano wa kidiplomasia, hasa ikiwa masuala ya haki za binadamu yatashika kasi. Serikali ya Tanzania haijatoa jibu rasmi, hasa ikishughulikia barua iliyoripotiwa na Mange Kimambi, lakini taarifa zilizopita zimesisitiza kutoingiliwa mamlaka ya kitaifa na umuhimu wa kusuluhisha mizozo ya kisiasa ndani ya nchi. Sauti zinazoegemea upande wa serikali zimetupilia mbali wito na barua hiyo na kuingilia mataifa ya kigeni kama propaganda iliyoundwa kuyumbisha taifa la Tanzania. Wataalamu wa mahusiano ya kimataifa wanapendekeza kuwa kipindi hiki kinaonyesha mwelekeo unaokuwa katika siasa za Afrika Mashariki. Hata hivyo, ambapo wanaharakati wanazidi kuzipita taasisi za ndani na kutafuta majukwaa ya kimataifa ili kuongeza malalamiko yao ya wanaharakati. Mkakati huu, ingawa unafaa katika kuvutia umakini, pia hubeba hatari za kuzorota na ubaguzi zaidi nyumbani. Hadithi hii inapoendelea kusambaa imekuwa mahali pa mkutano kwa uhamasishaji wa upinzani na watetezi wa serikali. Kila upande unatumia mzozo huo ili kuimarisha simulizi yake, ama ya utawala ulio chini ya mashtaka ya kimataifa au taifa linaloshambuliwa na wanaharakati wasiowajibika. Hata hivyo, Samia Suluhu na CCM na serikali yake kwa ujumla bado imekaa kimya na haijaweza kujibu barua hii ambayo inataka ondolewe madarakani kwa Donald Trump iliyotumwa naye Mange Kimambi. Hatimaye rufaa iliyoripotiwa kwa Rais Trump sasa imebadilika kutoka barua moja inayodaiwa kuwa ishara pana ya njia panda za kisiasa za Tanzania, inasisitiza kina cha kutoaminiana kati ya kambi pinzani za kisiasa na kuibua maswali magumu kuhusu uhalali, uwajibikaji na mipaka ya upinzani. Ikiwa barua hiyo ina athari yoyote inayoonekana zaidi ya mitandao ya kijamii bado haijulikani. Kinachoonekana wazi hata hivyo ni kwamba mwito wa kuingilia mambo ya kigeni umepandisha mazungumzo ya kisiasa katika ngazi mpya na kuweka uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan chini ya uangalizi mkubwa na hatarini. Uangalizi pia wa kimataifa wa serikali ya CCM sasa umepanda juu na ndani. Wakati huo, nchi hii tayari inakabiliana na mvutano mkubwa wa kisiasa, ikiwa huku upinzani wakishambulia serikali ya Samia Suluhu kila kukicha baada ya mkuu wa Tundu Lissu kuweza kukamatwa. Mtazamaji, vile hadi sasa kama nilivyokuarifu ni kwamba Samia Suluhu na viongozi wenzake na mawaziri na msemaji wa serikali bado hawajaweza kuzungumza lolote kuhusiana na barua hii ya kutatanisha ya Mange Kimambi iliyotumwa kwa serikali ya Marekani ya Donald Trump huko Washington DC. Mtazamaji, nikitamatisha habari hizi, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section. Je, unaiunga mkono barua hii? Na je, unadhani Rais Trump ataweza kujibu kwa kuweza kumuondoa kwa lazima Samia Suluhu madarakani? Na kuacha uwanja huo wa comment section unijuze maoni yako. Vile kwa sekunde yako moja ama mbili, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.